Katika nyakati mchanganyiko za maisha, tunawahitaji zaidi wale wanaojua vizuri mahitaji yetu. Hawa ndio wale tunawapenda sana. Hata wenye nguvu miongoni mwetu bado wanafanya bidii wakitazama malengo yao. Jasho na uchovu sio kitu. Ukamilifu wa siku, ndoto za utekelezaji wa mipango na kufikiwa kwa malengo inatuhitaji tuwe fresh na wenye nguvu kila wakati. Uhai, ladha ya maji safi ya kunywa, huamsha hisia na kukata kiu. Ni zaidi ya maji ya kunywa, ni chaguo la mtindo wa maisha. Maji ni uhai, bidhaa bora ya Bahresa. Assalamu alaikum, mimi ni Zainab Isa. Leo kupitia Mahanjumati baada tumepata mwaliko rasmi wa kwenda kupata iftar. Na niko njiani hapa nikielekea Fin Marine ambayo iko Masaki. Nimealikwa na Chef Abubakar ambaye atatutayarishia iftari ya siku ya leo. Na mimi kidogo napata off ya kutoka jikoni ya kufurahia iftari ambayo imepikwa na chef mwenzangu. Kwa hiyo tuwe pamoja kwa muda wa nusu saa tuone jinsi gani basi tutapata iftari yetu nzuri ambayo itaandaliwa pale Fin Marine. Na wewe basi hapo nyumbani kama utakuwa unataka kutayarisha iftari yako hii ambayo tutakuja kukupikia ni utumie jiko letu la Evoque ambayo hili ni jiko lenye pleti 4 na ni jiko la gesi. Unaweza kutumia kupikia iftari zako na ukapika kwa wakati. Na bila kusahau basi tuko hapa kwa udhamini mkubwa wa SS Bahresa. Tuwe wote kwa nusu saa hiyo uone jinsi gani ya kuandaa iftari kutoka Fin Marine. Mimi nimeitikia mwaliko wako leo. So this week na mimi zamu yangu ya kupumzika nimeitikia wito wa kakangu Chef Abubakar. Kama mnamkumbuka ni chef kwa mkali wa jiko. So leo ametualika hapa mimi na wewe mtazamaji wangu wa Mahanjumati. Nini unatutayarishia siku ya leo? Leo tutakuwa tuna muhogo wa samaki, muhogo wa nazi, pamoja na samaki. Okay. Alafu pia tutakuwa tuna rosti ya kuku. Jamani. Okay. Kuku unatayarishaje? Okay, kuku kwanza nitaiandaa kwenye marination vizuri, alafu nitai roast kwenye oven ili tupate aroma nzuri kwa sababu oven inatoa ladha nzuri. After hapo tuta sort some vegetables, alafu tutai roast pamoja na paste na tomato. Alafu muhogo wa nazi tuchemshe muhogo, alafu tutakuwa na samaki. Samaki tutampika na kama chukuchuku, pamoja na embe mbichi. Jamani, anarudisha Tanga. Alafu samaki chukuchuku na embe. Alafu tutamweka nazi mwishoni. Mashallah. Okay. Jamani, mimi leo niko off, I'm gonna sit back and relax. Nitakuwa na Chef Abu atatayarishia mhogo wa nazi, samaki chukuchuku na roast ya kuku. Jiko ni lako leo. Asante sana. Karibuni sana. Mimi ni Chef Abubakar, nipo hapa Fin Marine. Leo katika kipindi cha Mahanjumati nimemwalika dadangu dada Zainab Isa ili tuje aone iftari yetu iko vipi. Sisi hapa tuko Haile Selassie opposite na KFC Masaki. Leo nataka tuandalie muhogo wa nazi pamoja na roast ya kuku. Hatua ya kwanza tunaanza kuandaa muhogo wetu. Baada ya muhogo tutaenda kuandaa kuku yetu ya roast.
Kwanza tunaanza na hatua ya kukata vitu, alafu tunaendelea. Karibuni. Tunafanya maandalizi kabisa ili tukianza kupika tuende moja kwa moja, kwa hakuna ups and down. Kwa hiyo yule samaki wetu hapa nimetumia red snapper fillet, nzuri sana kwa mhogo. Hapa jikoni tunaweka nyanya, embe pamoja na pilipili, alafu na samaki wetu. Hapa tupata chumvi, black pepper kidogo, sawa. Mimi napenda masala kidogo. Hapa tulikamulia ndimu, tutaendelea tena tutakamulia ndimu baadaye. Alafu hapa panatakiwa na binzari na njano. Wakati muhogo unaendelea kuchemka na huko tunasubiria samaki yetu hivi, wacha tuanze kuandaa pia kuku. Hapa tuna garam masala. Curry powder, alafu na black pepper. Chumvi kidogo. Ginger. Tomato paste, alafu tutaweka na hiyo fresh tomato puree. Reduce moto kidogo ili ipike moto mdogo mdogo, kitu kiive vizuri na kisiungue. Hapa samaki wetu tayari ameshaiva chukuchuku, tunasubiria muhogo uive. Tukishaweka nazi, tunamwagia samaki kwa juu. Hapa sasa hivi tunafanya marination yetu kwa ajili ya kuku ili tukimaliza tukamweka kwenye oven. Okay. Kwanza tunaweka ginger, tangawizi kwa kufanya awe soft. Sawa. Tunakuja na garlic, kitunguu saumu. Tunaweka kidogo garam masala. Alafu hapa kuna turmeric powder. Hapa tunaweka black pepper powder, alafu tunaweka na paprika powder.
alafu tunamalizia na coriander. Sawa? Okay. Tafanya mchanganyiko wetu kwa ajili ya kupata marination ya kuku. Marination yetu iko tayari kwa ajili ya kuku. Hapa tunaweka kuku yetu tayari kwa ajili ya kumweka ndani ya oven. Okay. Oven yetu iko tayari, nilikuwa nisha preheat. Kuku wetu tayari ameshaiva, tunamtoa kwa ajili ya kuendelea na pishi letu. Okay, kuku kama unavyomuona yuko well. Sawa. Tunaendelea na kuku yetu ya kuroast. Muhogo wetu kama unavyoona uko tayari, umeiva. Muhogo tayari umeiva. Hatua inayofuata sasa ni kuweka nazi. Nazi nzito kabisa hii kutoka Azam. Muhogo wetu kama mnavyoona uko tayari. Tunasubiri tunazi hivi vizuri, tayari kwa hatua inayofuata. Tunaweka hoho yetu, kwa sababu nimesema nitaiweka baadaye kwa sababu hoho ni soft ili si hivi but crunch. Asante, shukran. Looks yummy. Na mpenzi mtazamaji, kama unavyoona iftari yetu imekamilika kutoka hapa Fin Marina na tumetayarishiwa na Chef Abubakar. Huyu ni chef wetu ambaye tunakuwa naye sana kwenye Mkali wa Jiko, lakini leo amenipa mwaliko rasmi kuja hapa kwa ajili ya kufuturu naye. Ametayarishia muhogo wa nazi ambao hapa tumetumia nazi yetu kutoka Azam. Hii ni tui la nazi ambalo linapatikana kwenye packet, lakini pia kuna
mchuzi wa chukuchuku wa samaki na roast ya kuku. Mimi nikwambie tu so makbul, lakini kwa wewe hapo nyumbani basi ukitaka kupika kwa haraka zaidi na iftari yako upike kwa wakati, unaweza kutumia jiko kutoka Evoque ambao hili ni jiko la gesi lenye plate 4. Kwa unaweza kuona plate 4 unaweza kupika vitu vyako vyote kwa wakati na iftari yako basi ukaisave kwa muda ule ambao watu wanataka kufuturu. Mpaka wiki ijayo basi ulikuwa nami Zainab Isa kwa muda wote huo nusu saa kwa udhamini mkubwa wa SS Bahresa. Niwatakie som makbul. Katika nyakati mchanganyiko za maisha, tunawahitaji zaidi wale wanaojua vizuri mahitaji yetu. Hawa ndio wale tunawapenda sana. Hata wenye nguvu miongoni mwetu bado wanafanya bidii wakitazama malengo yao. Jasho na uchovu sio kitu. Ukamilifu wa siku, ndoto za utekelezaji wa mipango na kufikiwa kwa malengo inatuhitaji tuwe fresh na wenye nguvu kila wakati. Uhai, ladha ya maji safi ya kunywa, huamsha hisia na kukata kiu. Ni zaidi ya maji ya kunywa, ni chaguo la mtindo wa maisha. Maji ni uhai, bidhaa bora ya Bahresa.